Habari za wakati huu tena, mpendwa mtazamaji wa Even TV mahali popote pale ulipo. Karibu tena kwenye mazungumzo ya ndoa. Katika episodi ya leo tunaangalia uchumba wa zamani na sasa. Ni hatua muhimu kabla ya ndoa. Tuna wageni wetu wa heshima kama kawaida, Mzee Juma na Mama Neema. Karibu tena. Asante sana, Faraji. Furaha yangu ni kuwa hapa kuzungumza na kushirikiana na kizazi cha sasa. Na mimi pia furaha ni kuona vijana wanavutiwa na busara za zamani bila kupoteza ucheshi. Bila ya kupoteza muda, Mzee Juma, unaweza kutueleza jinsi uchumba ulivyokuwa zamani? Zamani uchumba ulikuwa polepole na kwa heshima. Wazazi walihusiana sana na mchakato huu. Hatukuharibu haraka kuingia ndoani. Tulipata nafasi ya kuzungumza kwa heshima na kumfahamu mwingine. Ndiyo, tulipata muda wa kujua tabia, maadili na malengo ya kila mmoja. Na mara nyingi heshima kwa wazazi ilikuwa muhimu sana. Kwa hiyo, uchumba haikuwa tu mapenzi, bali pia ushirikiano wa familia. Hakika, mke au mume hatukuchagua tu kwa hisia, bali pia kwa ushauri wa wazazi na heshima kwa familia. Na mara nyingi tunapokuwa na hoja, tulikaa chini na kunywa chai pamoja kabla ya kutafuta suluhisho. Sasa, Mama Neema, uchumba wa sasa unakuwaje? Leo wengi wanashirikiana kupitia mitandao ya kijamii, simu na haraka. Mara nyingi watu huanza mahusiano bila kushauriana na familia. Ndiyo. Na jambo moja muhimu ni kwamba kuna kutokuelewana mara nyingi. Kila mmoja anataka mimi kwanza badala ya kuzingatia mshikamano. Kwa maneno mengine, kuna ushindani wa hisia badala ya mshikamano wa heshima. Hiyo wengi wanasogea haraka na mara nyingine wanaanza ndoa bila kuelewana kwa undani. Tofauti kubwa zaidi kati ya uchumba wa zamani na sasa ni ipi? Zamani tulikuwa na uvumilivu mkubwa wa mazungumzo ya heshima na mashauri ya wazazi. Sasa haraka ya maisha inafanya watu kuanza haraka ndoani na kupoteza mwongozo wa heshima. Lakini pia uchumba wa sasa una faida. Unaweza kujua mtu vizuri kupitia mawasiliano ya mara kwa mara, lakini changamoto ni kutoelewana kwa undani na haraka. Sasa vijana wanapendwa na selfie zaidi ya maneno. Hii ni kweli kabisa. Kwa kifupi, ni funzo gani tunaweza kutoa kwa kizazi cha sasa? Uchumba unahitaji uvumilivu, heshima na mazungumzo. Hakuna haraka ya kuingia ndoani. Kumbuka kujua mtu vyema. Na pia usisahau kuhusisha wazazi au mashauri ya watu wenye uzoefu. Ucheshi na upendo lazima viende pamoja. Hivyo basi, uchumba si mchezo, ni hatua ya heshima kuelekea ndoa yenye mshikamano. Kwa hivyo, ndugu zangu, tulijifunza leo kwamba uchumba wa zamani ulikuwa wa polepole na wa heshima, na uchumba wa sasa una changamoto na faida zake. Niwashukuru sana Mzee Juma na Mama Neema. Karibuni tena siku nyingine. Asante sana kwa kutualika tena wakati mwingine. Tukushukuru sana. Asante pia kwa kutualika tena. Kipindi kijacho tutazungumzia majukumu ya mwanaume na mwanamke ndani ya ndoa. Nani anachukua nini?